Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YouTube channel yangu ya Hamisi Hassan, langu jina ni Hamisi Hassan bin Tigo alo bochwa na nyakiondalo mseze nsumaro kotonsholal. Napatikana hapa katika mji wa Des Moines, state ya Iowa, katika nchi ya Marekani. Kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, tafadhali subscribe, share, like na comment. Na kama sio mara yako ya kwanza, niseme asante sana kuichagua Hamisi Hassan TV kwa kama kituo chako bora cha matangazo na uchambuzi wa masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, vile vile masuala ya kiburudani kwa maana ya entertainment. Karibu sana. Leo nakwenda kufanya uchambuzi mdogo kupitia tukio ambalo lilifanyika jana jioni majira ya kule katika tarafa la Fizi, kijiji cha Lweba. Nadhani ni taarifa ambazo ni za masikitiko makubwa sana nilitoa jana, ambayo ilikuwa ni taarifa ya awali. Taarifa ya awali kwa maana udhibitisho ulikuwa bado haujakamilika. Lakini ni kweli tumepotelewa na mheshimiwa General Ebuela Mtetezi. Alifariki jana pamoja na garde corps wake na wengine ndugu zetu wa Buyu kutokea pande za Maniema. Sasa tuanzie mwanzo kabla ya tukio kutokea. Hao ndugu zetu wa Maniema wa Buyu walitokea Maniema, of course, wakakuja wakafika Baraka. Baraka walifanya hii siku 2 au 3. Selo sasa vyanzo vyangu vya habari ambavyo nimeulizia kule watu wangu ambao walikuwa pale Baraka. Hao watu walifika siku 2 kabla ya tukio hili kutokea. Walifika pale, wakakula, wakakunywa, wakafurahi, wakakutana na wenyeji wao. Wenyeji wao ni nini? Ni kina nani? Ni wale wazalendo wa pale, ni wale wa Mai wa pale Baraka ambao kuko SNPCC, wanajeshi wa SNPCC ambao kiongozi wao ni Mheshimiwa Amuri Yakutumba. Na wengine kule kwetu Fizi. Kwa hivyo kwa nini majenerali wako wengi au kolonela au nani? Ni kwa sababu Fizi ni kubwa sana. Sasa kila kijiji kinakuwa na kundi ambalo linakuwa liko represente na general, yani mkubwa wa wazalendo. Ndio hivyo, ndio utakusikia kuko Ebuela, kuko Toronto, kuko nani na nani. Sasa baada ya mheshimiwa vice gouverneur Jean-Jacques Lakano alikujaga Fizi, akafikia pale Uvira, akafanya mkutano wako wa kwanza na wakafanyaga mkutano wa pili. Sasa walifanyaga election ya nani atasimamia wenzake wazalendo Msidi Kivu yote. Ikaonekana Mheshimiwa Amuri Yakutumba ndo atasimamia wazalendo wote Msidi Kivu, ambapo maana yake ni kwamba kulikuwa kunatangulia makundi ya wazalendo wa Mai tofauti, vikundi vya Lweba, sijui huku. Asa ambali wasimamia wote mpaka sasa hivi alipewa wazifa na ambaye anafahamika sana ni mheshimiwa kamanda Amuri William Yakutumba. Sasa Mheshimiwa Amuri William Yakutumba, baadhi ya wasoda wake au watu wake walikuwa pale Baraka, ndio waliowapokea hao ndugu zetu wa Maniema, wa Buyu wa Maniema, ambao pia walikuwa wanajiongoza kwenda kule ku Plaine de la Ruzizi, ambako ndo kuko front ya kivita, ndo kuko mkaba, wanafunga mkaba kuelekea ngambo za Bukavu. Wakafanya siku 2 na walionana. Taarifa zinasema walionana. Hii kamba ambayo inasemekana ilikuwa inawekwa kule Lweba, baadhi yao walijua kama kuna ugeni kutoka Maniema, na kuna TV ambazo zilihoji kiongozi wa hili kundi kutoka Maniema ambao ni Mheshimiwa General Brown. Kiongozi alikuwa ni kiongozi anaitwa Brown. Aliojiwa na TV na hizo video zipo. Zipo kabisa. Walikuwa na beibene ni zile gari kubwa za kusombea michanga, majiwe na tofari, ndo zinatumikishiwa kusomba watu kule na kufanya moyen de transport. Sio eti walikuja kienyeji, walikuja na taarifa rasmi ya kuwa tunaenda huko Maniema. Wakakula, wakakunywa, wakafurahi, waka hang out, mkiingereza tunasema hang out, na wakalala pembeni na kwangu mie pale Baraka. Wakalala pembeni na kwangu. Selo sasa mtu wangu wa karibu pembeni na kwangu. Wakalala, ina maana wanajulikana kama ni ndugu zetu ambao wanakuja kwenda kusaidia wenzao kule kufro. Ikakuwa hivyo. Sasa siku ya kwenda sasa
siku ya kwenda sasa Uvira mpaka kule kupredurize kafikia, wakaenda. Ikafika mida ya jioni. Unajua hii ndo shida hii. Kuna hii shida ya makamba. Unajua hivi vitu ni vingi sana mpaka binafsi kuchambua iko hata kunishinda. Hizi kamba ambazo zinawekwa na wazalendo, kwa sababu mimi ni mfanya biashara mdogo. Huwa tunanunua tu vitu twetu Uvira tunapeleka pale Baraka. Sasa selo watu wangu wa kazi mimi wanasemaga, wewe haujui huku kuanzia Baraka mpaka ufike Uvira kuna kamba 10 za wazalendo. Yani ukifika kijiji fulani kuna kamba wazalendo, ukifika Lweba kuna kamba wazalendo, ukifika Mboko kuna kamba wazalendo, ukifika kamba wazalendo. Kwa nini hizi kamba zinaendelea kuwepo mpaka sasa hivi? Je, serikali ina mpango gani kuhusiana na hizi kamba? Ndio maana itafika kipindi tu, kwa sababu ukikuwa unaweka kamba nje ya mkataba wa serikali unakuwa unakosea. Tunajua mnafanya hivyo kwa sababu kujipatia ile 1000 2000, lakini tukiangalia ni kinyume cha sheria pia. Okay, tuachane na hiyo ya makamba. Tayari muishapata taarifa kuwa kuna vikundi vya Mai wazalendo ambavyo vimeombwa na Mheshimiwa William Yakutumba vinaenda kufront na vikafika Baraka vikafanya day jour, sio eti walikurupuka kufika Lweba kama mnawawekea kamba. Tayari mko unaona, alafu ilikuwa ni mchana mida ya saa 9 mchana, kuwepo huko unaona ambapo kiongozi wa msafara alikuwa ni Mheshimiwa Brown ambaye anafahamika. Tunaomba njia tafadhalini, tunaomba njia. Kweli kijeshi ndio maana unasema nizamu ni kitu cha maana sana. Nizamu na hekima, uelewa na maarifa. Wanajeshi wetu wanapungukiwa na maarifa. Kweli ni wapambanaji na hilo tunaliheshimu, lakini kungambo ya discipline kiukweli wamepungukiwa na inabidi wafanyie kazi hili swala. Kuna taarifa zinasema hao wakina mzee Toronto na wengine. Kwanza sasa hivi Toronto iko natafutwa. Hii kamba yake hii aliambiwa sana kuhusiana na hii kamba yake itoe pale, lakini hakusikia. Ni masuala ya tamaa ya pesa tu, pesa za haraka. Sasa kufika pale wakaomba njia, wakakataliwa kupewa njia. Hapo ndo shida inaanza. Hekima ndo ilikosa kufanya kazi hapa. Kwa nini uwashukie hawa watu? Ushaona kama wako na mabunduki, wako na maminisio, ni wazalendo wenzako, wanakuambia wanaenda kufront Uvira, unawafungia kamba. Ulitaka waje explain hai kama wenyewe wanaenda kule kumsaidia Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ulipenda wakuelezeaje? Okay, baada ya kuwashakia, tuseme kama waliwashakia, kama walifanya nini sijui. Kwa nini Toronto, Mheshimiwa Toronto au kupiga simu kule ikulu kwa Mheshimiwa William Yakutumba? Bwana, kuna watu hapa tunawashakia, je, wewe ndo uko nao? Kwa nini hakupiga simu ili tunasema ukonfirme kama hawa watu ni watu sahihi na wanaruhusiwa kupita? Hiyo simu haikupigwa. Kwa nini mfungie wanajeshi wenzio njia kwanza? Mnajua tuko katika kipindi kigumu na ni watu ambao wanajitolea kutoka Maniema. Haujawalipia gaze, haujawapashia chakula, haujawapashia bunduki za kwenda kupambana. Lakini wanajitolea kuja kufanya ramforo, kwenda kumsaidia William Yakutumba na kusaidia Fizi, Uvira na kusaidia nchi kwa ukombozi wa nchi. Lakini unawafungia njia. Ili limekaaje hili? Hapo ndo kwenye utata ulianza. Sasa inavyosemekana, sasa taarifa hizi ni za ndani, kulikuwa na sintofahamu ya watu walikuwa wanatumia kilevi. Mwanajeshi ambaye uko na silaha tena kwenye hiki kipindi kigumu cha vita, kwa nini uipe pombe nafasi? Hii ndo kukosa nizamu ambayo inasemekana ilitokea pale. Kuna watu walitumia kilevi. Unajua kilevi kikishapanda unakuwa unajiamulia na kuhisi kama wewe uko juu ya watu wengine. Ndo kukaanza kuwa maajibizano, kwa nini hawa watu wanatufanyia hivi? Hawajui kama wanatuchelewesha, tunasubiriwa na Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ikumbukwe kuwa hao wanajeshi wa kina Toronto waliambiliwaga mapema kama na nyinyi inabidi twende kule kufront kusaidiana na wenzetu.
Lakini kwa hekima ya Mheshimiwa William Yakutumba aliwaachia huru, kwa maana ya wafanye kila ambacho wanajisikia. Mheshimiwa William Yakutumba ni mtu ambaye yuko na hekima sana. Mzee Ebuela wakabakia kule Lweba na huko tuseme Fizi. Akaachana nao, yeye mheshimiwa akaenda zake kule ku front Uvira, akawaacha. Sasa akaona aonze omba ranforo ya kutoka sehemu tofauti, kwa sababu yeye ndo alisimamiwa kama mkubwa wa wazalendo wote Msidi Kivu. Wanazuiliwa pale Lweba. Lweba ni takriban kilometri 14 kutoka mvile ya Baraka. Kwa sisi ambao tulikulia katika makambi ni sasa kutoka Makere na Eroshingo, ube kutoka Makere na Kitagata ni karibu sana. Ndo ilitokea hivyo, vurugo ikaanza, kwa maana kwamba watu wote walikuwa na pressure, watu wote walikuwa na emotion ya hasira, emotion ya kiburi, ya kutokuwa na uvumilivu na patience, kutokuwa na uvumilivu. Ndo inasemekana watu wa chini ndo walianza kuwashambulia watu ambao wako juu. Can you imagine? Hii ni pepo ni nini? Unapunguza idadi kwanza ya risasi, unapunguza idadi ya mablese walitokea pale, vifo vilitokea pale. Angalia kwa sababu wale nao ni wanaume, hawatakubali muwapige hivi. Walistuka, tunaanza kushambuliwa nini? Ndo akaanza kurudishiana marisasi. Pa. Sasa Mheshimiwa Ebuela shujaa huyu wa kivita, ambaye heshima yake itaendelea kuwepo miaka na miaka, na ninaomba pale Museum ya pale Baraka waweke picha zake pale, watu wakumbuke mazuri ambayo alifanya. Sasa naye alikuwa kama sehemu gani kule, akakusikia hizo fujo, kelele na masasi, ndo kwenye kumbe alikuwa kuta vurugo tayari shakuwa kubwa, ikasemekana na masasi ikampata, akakufa papo hapo. Hii ina tafsiri gani katika umoja wa wazalendo? Kamba petit problème, yani shujaa wa kivita anakufa probleme ambayo kikweli sijui niongee lugha gani ili nieleweke. Yani hiki ni kifo, naweza sema ni cha kawaida sana, ni kifo kenye sio cha msingi sana. Akikuwa cha msingi, uliwazuia, ulipenda upewe pesa, ulipenda upewe heshima ipi ili wafungulie njia, ulipenda kumuonesha mheshimiwa yani Yakutumba ngesikia hivyo, ulipenda ajifile haje, ulipenda mheshimiwa Yakutumba ajisikie haje yeye eti mimi ndo nimezuia watu wako hapa wasiende, lazima waache wanafanya hiki na hiki na hiki. Hatuna umoja sasa, huko hakuna umoja sasa. Toronto sasa hivi anatafutwa popote alipo kwa sababu yeye ndo amesababisha hivi vifo. Ignorance yake, na tuseme kama ndo ignorance, na unajua sisi wabembe bwana, kuna hali fulani ambayo tunakuaga, yani kujiweka, ni mimi ndo mimi hapa, lazima uninyenyekee. Alipenda anyenyekewe sana Toronto, hivyo ikatokea hiyo hali ya hivyo. Tumefisha mtu ambaye amepigana vita miaka na miaka, shujaa miaka na miaka, tumempoteza hivi tu en desordre, kutokuelewana lugha tu na makiburi ya ajabu, tumempoteza hivi. Mtu muhimu sana kwenye hii vita, angefanya mambo makubwa sana, lakini tunampoteza from nowhere. Kingine nilipenda kugusia ni kuhusiana na hizi kamba. Hizi kamba tunafahamu kama zinawekwa kwa sababu ya kupata ile 1,100 na 2,200 kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo. Sawa, ambapo usio huku kwetu tunasemaga ni mfumo wa taxi, hata kule ipo. Sasa mimi nakuja kujiuliza, pale Baraka tuko na bandari, okay, ambapo inatoa mizigo Kigoma, inatoa mizigo Kalemi, inatoa mizigo wapi na wapi. Watu wako wanalipia pale, wanalipia kodi. Kama mimi kuna mizigo natoaga sehemu, unaleta pale, tunalipia kodi. Utakuta mzigo unalipia $100, utasikia mzigo unalipia $30. Kwa nini kusikuwa utaratibu kwa hiki kipindi ambacho ni kwa hiki kipindi? Kwa nini kusikuwa utaratibu wazalendo waanze kuangaliliwa kidogo kutoka kule, ukiachana na huu misaada wa raia?
Kwa nini serikali kule isitengeneze mpango? Okay, labda si BJ yetu haitujaangalia wazalendo, hamjakuwa kwenye constitution yetu. Basi kwa upande huko wa Fizi na Uvira, angalau wazalendo fulani waanze kaa pale mpakani, mpaka wa Burundi na Kongo, waanze gawa zile kodi na mambo mengine, zile pesa zianze kuwagewa wazalendo. Sasa wako wazalendo wa Fizi, kwa sababu inasemekana huku Fizi ndio kuko makamba ya mingi olea huku Uvira, ili tuepukane na haya makamba. Kikole makamba kuna sometimes ni nzuri, lakini hizi za mingi za sasa hivi sio, hazina lengo nzuri, ni lengo za kujipatia pesa ambao linaleta matatizo sasa hivi. Kwa hiyo ndio uchambuzi wangu wa leo kuhusiana na kifo ambacho ni naweza nikasema ni cha kawaida sana, sijui nitumie neno gani, yani inasikitisha sana. Yani unaweza ni manque de discipline ndio ilifanyika hapo. Manque de discipline. Elimu katika wanajeshi wetu na wazalendo nadhani haijakuwepo. Unajua kukuwa mzalendo, kuna audio ambayo nitakuwekea hapa mwisho kabisa, na ndio maana hii video itakuwa ni ndefu. Kuna ndugu yangu ambaye ni coach, ni speaker, ni msemaji, okay? Anakuwa ni motivation speaker. Aliongea kwa lugha ya Kibembe, itawasaidia zaidi sana Wabembe, kwa sababu sisi ndio tunaonekana tuna haya mapungufu sana kule kwetu. Ndio maana kuna mambo kabisa hayaendi. Kuna mambo hayaendi kwa sisi Wabembe. Ndio maana utakuta huko Marekani, utakuta kuko vibondo viwili. Huko Marekani kuna hapa bondo mbili. Utakuta hapa kwenye mimi niko naishi utakuta vibondo mbili. Yani unakuta maelewano haipo tu katika kabila letu la Kibembe. Yani hatuko pamoja kiasi kwamba ili tuweke mambo yetu sawa, sisi wenyewe tujisimamie. Kuna hiyo kasoro ambayo watu tunaibidi tujikaze sana, tupate elimu ya fikra. Ndio Wafaransa wanasema, Waingereza wanasema, Waingereza wanasema, Waswahili wanasema ukombozi wa fikra. Hapa mentalite ambao mzee wa mentalite d'abord kutoka kule Colorado anasema. Kwa nini itokee hivi? Kwa nini kamba ije sababishe kifo cha watu wazima wakubwa mzoni ya Fizi, watu wenye historia kubwa, watu ambao wanaheshimika? Kamba tu ya 1000 2000 tena tayari mumeona wanajeshi wako na mabunduki, beibene iko wazi, wanaonekana. Kikweli inasikitisha sana. Mnaanza kuwashambulia. Kwa nini hamkupiga simu kwa viongozi, labda kama mzee wa Kutumba mkumpata? Kwa nini mpigie watu wao wa chini? Kwa nini hamkumuita Brown? Nani ndio kiongozi wenu, tuongee naye, ashuke muongee kama watu wazima? Hasira zilipanda tu. Niseme asante sana kwa wewe ambao umeshachagua Miss Hasani TV kama kituo cha bora cha matangazo. Subscribe, share, like na comment kwa haya ambayo nilikwenda kuyaongea. Una comment gani? Una mtazamo gani? Nini kifanyike ili wazalendo waungane ili kuhakikisha tunafanya kitu ambacho kiko bora? Mambo gani yafanyike ili wazalendo wasaidiwe kwenye swala la discipline? Je, kwanza tolewa masemina? Je, nini sasa babucho bose na babucho bose namona oli bangashicho so message kabisa bangacho unda mungu ya sauti na babu nyecha mtukali tu sabite marezo wale manga selma tele message yange ni udilance el message ya pashwa iyo frappe cheto mentalite iyo frappe cheto fika kabisa na to waze zaidi bakalwa reke shito chana nibo condition humaine leno unakuwa condition humaine na maana vitu kama wivu, chuki, tusa mentalite mediocre na chimo tongoza kiosuku outro itumia vitu vya msingi chile mono biro yanje mono group na oso uto aiki hapa ni toto cheskano hali fulani unamona tu batu ba elongo fulani batu ba aina fulani batu fulani bali manga tu fulani basi mwenye ngo deja condition humaine deja ya watu na nataka condition humaine tele au sens positif kabisa et le sens c'est moi qui est tellement négatif. Problème niveau milice ikiala pale bala bazalendo ile milice tabale préparer y tenir arme
ibana arme ele danger aux sociétés, aux communautés et moje. Ya una contrôle. Na tele contrôle ya huwa ele contrôle ya niveau. Et mucho kwanza au niveau intellectuel yobe tukibucha ile conscient intellectuel IQ yobe. Wapashimanya mito. Hano itazimya. Kata ko tumo mwana ejuju tu yobe yana bino ai army. Tashiweze mwito. Tashingira tanlangwa tau o tolo. Baklo wabo soda apa shobe somi. Ikelele. Anozu isoma mape mbesu kama chimina. Ikwele Beto baka wanga kiwa wala yo try na ba outro critério chaba H. Ana ngufu apparence physique. It's okay, intellectuellement zéro. Oh, renvoyé. 1. 2. Émotionnellement, discipline, respect et obéissance. Elle produit aussi intelligence émotionnelle, emotional intelligence. Bato le préparer bio. Pratiquement, pas ni au massonge. Emotional intelligence c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est ceci. Pratiquement. Bato le préparer émotionnellement. Pas comme ça. On a le général. On a le commandant. On y vient. Ok. Condition chat na vito et vino. Bato subiki le kilete na baposhia tele. Bale préparer. 3. Bale bato na discipline. Discipline uwezo tumia eto. Hata kama tu onda. Awa onda. Ile lengo. Eyutimi. I discipline. Bale nayo. Discipline. Discipline. Il y a la obéissance. Na respect. Dans la discipline. Tatoué na. Tous les milices. Tatoué bien préparé. Oui, et tu m'as. Ne me combat à quand tu Bazale. Ok. Il va patriote. Et les points de départ. Point de base. Makita ya tosha. Yatumi ejento na talent. Ibana talent ya tosha. Yatuma tembo ule kabla wake muda. Mtala mwiki shiki kama ule mbembo na kibita atembo ula tembo. Lakini ule bitu byalo tumi. Byalo tuma yo elo chakata ekeo kabla wake muda. Preparation. Kwa hiyo ibatu mzalendo tabia tosha. Yosi utaona taja obanda bibia msingi sana. Uisaidia mtu iba mzalendo complet. Na ushushe resultat. Kishi mone. Yaso na zaidi eno ni sote dani. Tale mbembo ushikile ino kiangani wo vraiment topashi changer manière de moishi. Topashi changer manière de te délibérer na yenda ma décision. Ce qui veut dire, c'est ton mentalité. Ça peut changer de façon. Lakini, batuba onda changement. Lakini batuba wale prêt. Il change bon. On va coller ce changement. Parce que le changement est attiré par yomo eta, yomo ishi. Asa, o boshi dia juste ça. Au critère, c'est juste changement ça. Et tout le prêt à oublier. Lakini onda changement kwanza. Betu, tu as pas changé de mentalité kabisa. Betu, tu as pas changé. Ok. Watu wengi. Sasa, ushitangole yeta eno na eja, ushite eno. Bope wana wiki pa, bano manga, uno majukumu ali manga. Bizarre. Changement, tele bizarre. Tu as un changement, tele bizarre. Quand tu as changé quoi? Comment y a tout maïne conclusion il faut avec nous je pige tout moment na no mtoete mtetezi bakavita wewe wote ndo manga mango ashimulia na M23 mango tusabila lewa mango bia okay bana manga etibuka labo pike ya coffee wetabino
Mtashpika mtetezi kofi tu ghafla mimi. Ndio tena boba tena control tu. Unaona insoshimo. Unaona mtu uno sana. Unatoka kofi vile ghafla. Okay, achibira mkochi mimi. Ndoko eba. Achibira mkochi mtetezi. Tangu bangalo kwanza watangu mishi tangu imana kwanza hapa ule tangu oya to mono ule tumi muendelea uno tu sabi vitu manga sasa watu wote wale ile mbele nose mchumule mbele nose desordre trop bon kwa hiyo kama tutoa uchu petu kanto uchu tuandae bana ka generation inoto ekiemu yishanda generation mucho le reflet ya generation yetu tato ajikorije apato tegewe ni uvitu wa kiulu meshi boba safe ele désordre les mêmes désordres jito asomba lusu i désordre tiba shishi meshi bo pata chocho désordre bino olocha bino bitu bimungira mu ekete mele bio pata bobe bana boba kiulu aite kama bechu tatwa mua itera ni bo enough is enough apeta tena banu bana bamosoma oni bashicho tumi bo oboshi ostangwanda mazingira maye boshi bino wuzitumi katwanda mazingira bo babile byo ekinos baka promettre éducation pour les mentalité forcée mo conduire éducation mentalité kabo twanda ebo bo babile bilia yo maloshilo bo babile bilia bakole bazacho umwa bwana besho taficho pata na batu fulani bwana besho batu baboke na boke icyo bino besho banganja icyo bino batu baboke icyo bino besho mtambala ye lolo numze umubura mwana ni problème mbano ma tradition orale man tradition orale omze aikunja bake bana mu hatu wike besho to alushibino ulashi etabilashi okay bana babunda tatu ikele source ya chino conflit tout ça besho mtuingira mu mubi kona bana kama tatuanda generation changene babembe turi enabino no se tusho lumuntu et puis ya sona zele niveau totemino materungi 2025 26 27 28 2030 tomotemeno matemano oh man come on to andae bana tule itaniza si tu muhimu sawa naka insano mutrano wale makala enyoni fondateur wa mentalité d'abord naka insana partager que message ni kila mtu ende mchake perspective ikutelane problem sana lakini igana unitenda na ukweli wa mambo ya wao kwa hiyo tuende bitu serie na tuende action cheche na tusaidia ubakalwa utumu ya vraiment elikao ye urusana ula akwanzibula sawa